Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri duniani, lakini tuelekee huko Moscow nchini Urusi ambapo kumekuwa na tetesi kwamba alikuwa rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad amelishwa sumu, lakini serikali ya Urusi imekanusha tuhuma hizo. Kupitia waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amekanusha uvumi kwamba alikuwa rais wa Syria Bashar al-Assad amelishwa sumu, akisema kuwa Assad yuko salama mjini Moscow na wamekuwa wakiishi huko bila matatizo, yeye na familia yake baada ya kupata hifadhi. Mapema mwezi huu shirika la uangalizi wa haki za kibinadamu la Syria lenye makao yake nchini Uingereza SOHR lilitaja chanzo kisichojulikana kuwa limedai kuwa Assad ameruhusiwa kutoka hospitali ya mkoa wa Moscow baada ya jaribio la kuwekewa sumu mwezi Septemba. Uvumi huo umesambazwa sana na vyombo vya magharibi. SOHR ina mtu mmoja alifahamika kwa jina la Rabi Abdurrahman ambaye anaendesha shirika hilo kutoka nyumbani kwake Uingereza katika eneo la Coventry. Pia hufanya kazi kama duka la nguo. Ripoti za SOHR kuhusu vita nchini Syria zimetajwa na serikali za magharibi na vyombo vya habari, ingawa mara kwa mara imekuwa ikikabiliwa na shutuma za upendeleo dhidi ya Assad na huruma za upinzani wenye silaha. Lavrov amesisitiza kwamba Assad hana shida kuishi katika mji mkuu wetu na kwamba hakuna sumu iliyotokea. Ikiwa uvumi kama huo utatokea, ninaziacha kwa dhamira ya wale wanaozieneza, anasema Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi. Waziri huyo aliongeza kuwa Urusi ilitoa hifadhi kwa Assad na familia yake kwa sababu za kibinadamu tu, akibainisha kuwa walikabiliwa na vitisho vya kujeruhiwa kimwili baada ya mabadiliko ya mamlaka mwaka uliopita huko Damascus. Lavrov alilinganisha na mzozo wa mwaka 2011 nchini Libya, akikumbuka mauaji ya hadharani ya Muammar Gaddafi ambayo yalitangazwa sana kwenye televisheni za kimagharibi, tukio ambalo waziri wa mambo ya nje wa Urusi alisema lilimfurahisha Hillary Clinton ambaye alitazama maangamizi yake moja kwa moja na kupiga makofi. Sasa kutokana na hali kama hiyo, waliona njia pekee ya kuweza kumnusuru Bashar al-Assad na familia yake ni kumpa hifadhi. Assad, mshirika wa muda mrefu wa Urusi, alipinduliwa Desemba mwaka uliopita wakati vikosi vinavyoongozwa na kundi la Kiislamu la Hayat Tahrir al-Sham HTS vilivyoiteka Damascus. Hali nchini Syria imesalia kuwa shwari tangu wakati huo, na mapigano kati ya makundi ya Kiislamu na vitengo vya serikali chini ya uongozi mpya. Urusi imedumisha uwepo wake wa kijeshi katika kituo cha kijeshi cha Khmeimim Air Base na Tartus, na inasema inapanga kuzirejesha shughuli zake za kibinadamu kwa uratibu wa mamlaka ya Syria. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua ni nini kinajiri duniani.